Kitu cha tatu ambacho adui anakitumia ili kufunga maisha yako, ili kuharibu maisha yako, kitu cha tatu ni nywele zako. Hizo nywele zako mwenyewe zinaweza kutumiwa na adui akafunga maisha yako, akaharibu maisha yako, akateketeza hatima yako, akavuruga kila ambacho Mungu aliweka ndani yako, akavuruga mpango wa Mungu ambao aliweka ndani yako ili uweze kutumika katika dunia hii. Angalia katika kitabu hiki cha Ezekieli, kitabu cha Ezekieli sura yake ya 5 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 4, lakini pia mstari wa 12. Nitasoma mstari wa 1 mpaka wa 4 na mstari wake wa 12. Kuna mambo ambayo Biblia inatufunulia, Roho Mtakatifu anatufunulia kuhusu jinsi adui anaweza kutumia nywele zako kufunga ama kuharibu maisha yako. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Inasema, nawe mwanadamu ujipatie upanga mkali kama wembe wa kinyozi ujipatie, ukaupitishe juu ya kichwa chako na ndevu zako, kisha ujipatie mizani ya kupimia, ukazigawe nywele hizo. Theluthi ya hizo utaiteketeza katikati ya mji siku za kuzingirwa zitakapotimia, nawe utaitwaa theluthi na kuipiga kwa upanga pande zote, nawe utatawanya theluthi ichukuliwe na upepo, nami nitafuta upanga nyuma yake. Nawe utatwaa nywele chache katika hizo na kuzifunga katika upindo wa mavazi yako, nawe utatwaa tena baadhi ya hizo na kuzitupa katikati ya moto na kuziteketeza katika moto huo. Kutoka katika nywele hizo moto utakuja na kuingia katika nyumba yote ya Israeli. Hapo nimekusomea mstari wa 1 mpaka wa 4, na kabla sijakwenda kwenye mstari wa 12, huu mstari wa 4 anasema hivi: kuna nywele zitapelekwa kwenye moto, zitaenda kuchomwa moto, na zitakapokuwa zinachomwa moto, moto utatoka kwenye hizo nywele na utakwenda kwenye nyumba za wana wa Israeli ili kuteketeza katika hizo nyumba. Lakini hapa alichokuwa anakiteketeza, alikuwa anateketeza nywele, lakini kutokana hizi nywele zinawahusu watu fulani, taifa fulani, mtu fulani aliyokusudiwa. Kwa hiyo moto ule ule ambao ulikuwa unatumika kuchoma hizi nywele ndio utakaokwenda kuteketeza katika nyumba za wana wa Israeli. Sasa moto unaweza kuwa ni majini, moto unaweza kuwa ni laana, moto unaweza kuwa ni roho ya umaskini, moto unaweza kuwa ni roho ya kukataliwa, moto unaweza kuwa ni roho yoyote ambayo imepangwa na yule anayetumia hizo nywele ili iweze kukufikia. Kwa hiyo anachokifanya kwenye nywele hizi, roho anayeachilia kwenye hizi nywele, uharibifu anaofanya kwenye hizi nywele, ndio utatoka kwenye hapo mahala ambako yupo na utakwenda kwenye nyumba ya yule mtu aliyokusudiwa na utaanza kuharibu na utaanza kufanya kile ambacho huyu mtu alikusudia kimfikie yule mtu. Sasa ngoja nikuonyeshe zaidi kwenye mstari wa 12 ninachokisema. Mstari wa 12 anasema hivi: theluthi yenu mtakufa kwa tauni na kwa njaa, watakomeshwa ndani yako. Sikiliza, kule tuliposoma kwenye mstari wa 1 na wa 2 tunaona kwamba kuna theluthi. Acha nikusomee ili uoanishe sasa. Angalia mstari huu wa 1 huko anasema kwamba, nawe mwanadamu ujipatie upanga mkali kama wembe wa kinyozi ujipatie, ukapitishe juu ya kichwa chako na ndevu zako, kisha ujipatie mizani ya kupimia, ukazigawe nywele hizo. Alafu angalia mstari wa 2, theluthi ya hizo utaiteketeza katikati ya mji. Maana yake theluthi inateketezwa katikati ya mji. Na huku inasema hivi, theluthi yenu mtakufa kwa tauni na kwa njaa mtakomeshwa ndani yako. Maana yake theluthi ya nywele zinazoteketezwa kwenye mji ni sawasawa na theluthi ya watu watakaoteketezwa katika mji. Theluthi ya nywele itakayoteketezwa kwenye mji sawasawa na theluthi ya watu watakaoteketea kwenye mji. Angalia anachoendelea kusema, anasema na kuipiga kwa upanga pande zote, nawe utatawanya theluthi ichukuliwe na upepo, nami nitafuta upanga nyuma yake. Theluthi nyingine itachukuliwa na upepo na upanga utafuata nyuma yake. Sasa twende tukaangalia kwenye mstari wa 12 anasemaje theluthi nyingine ni nini? Na anasema, na theluthi yenu wataangamia kwa upanga pande zako zote, na theluthi yenu itatawanywa kwa pepo zote, kisha nitafuta upanga nyuma yao. Maanake huku alikuwa anachukua nywele anazipeperusha kwenye upepo, alafu anapeleka upanga kuelekea zile nywele zilipopeperukia. Na huku anasema kitendo kilichotendeka kwenye nywele ndicho kitakachotokea na watu. Kuna pepo zitatokea, zitaenda kuwatawanya watu, lakini sio tu kuwatawanya, kuna upanga, maanake kuna mauti itawafuata nyuma yake.
Sijui kama unaanza kukamata hivi vitu, sijui kama unaanza kuelewa hivi vitu, sijui kama unaweza kunipata. Anasema nawe toa, mstari wa 3, nawe toa nywele chache katika hizo na kuzifunga katika upindo wa mavazi yako, nawe utatoa tena baadhi ya hizo na kuzitupa katikati ya moto. Acha niishie mahali hapo, lakini nadhani umeweza kuelewa jinsi kwamba tumeona huku nywele kwanza, tumeona kitu cha kwanza pale atakapozitupa kwenye moto, ule moto unaotoka kwenye nywele utaenda kuteketeza nyumba ya wana wa Israeli. Lakini cha pili tukaona kuna nywele ambazo zitatupwa na kuteketezwa kwenye mji, ambazo kule watu watakuja kuangamia, therusi ile itakuja kuangamia kwa njaa na mapigo kadhaa. Kwa hiyo adui anaweza kuchukua nywele zako akazipeleka kwenye madhabahu yake anayoijua, madhabahu ya giza, akaanza kutamka maneno vile anavyotaka wewe uwe, na anavyojisi tamkia zile nywele, ndivyo maisha yako yatakavyokuwa, ndivyo hali yako itakavyokuwa, ndivyo nyota yako itakavyokuwa, ndivyo uchumi wako utakavyokuwa, ndivyo ndoa yako itakavyokuwa, sababu zile nywele zinakuwakilisha wewe, zimebeba utu wako, zimebeba utu wako wa ndani, zimebeba nafsi yako. Sasa unaweza ukasema kwamba mbona hapa tuliposoma ni nabii wa Mungu anaambiwa na hakuchukua nywele za wale watu, alichukua nywele zake yeye mwenyewe. Mbona wewe unasema kwamba zitachukuliwa nywele zetu? Na mbona huyu ni nabii wa Bwana, wewe mbona unasema kwamba ni mambo ya nguvu ya giza? Ngoja nikufahamishe. Cha kwanza, hawa watu nabii alichokuwa anakifanya ni kwa sababu hawa watu walihasi. Kwa hiyo Mungu akataka kuwapiga na mapigo. Lakini hii sayansi ya kimungu shetani anaijua, kwa sababu shetani alikuwa malaika, anajua baadhi ya siri za Mungu. Na kwa sababu anajua siri za Mungu, baadhi ya siri za Mungu, anawafundisha watu wa giza kutumia ile sayansi ya kimungu, lakini kwa namna ya kiuchawi, kwa namna mbaya, ili kuwatesa watu wa Mungu ambao wamekosa maarifa kama haya ambayo ninakupa. Lakini kitu kingine ambacho unaweza kujiuliza ni kile ambacho unajiuliza, mbona yeye amechukua nywele zake mwenyewe na sio nywele za wale watu? Kumbuka huyu mtu alikuwa ni mmoja wa watu wa wana wa Israeli, alikuwa ni miongoni mwa lile taifa. Kwa hiyo yeye alikuwa anahusika katika ile familia. Kwa hiyo ndio maana ilibidi tu achukue za kwake, na hii ilikuwa ni kama ishara fulani anaitoa. Kwa hiyo Roho wa Mungu anatufunulia neno hili ya kwamba shetani anajua hiyo nguvu, shetani anajua hiyo science, na amewafundisha watu wa giza. Kwa hiyo wanaweza kufanya uharibifu sawasawa na vile ambavyo tumesoma kwenye neno la Mungu kwamba akatumia hizo nywele zako mara popote ambazo amezipata na akaweka uharibifu anaojua yeye. Na ndio maana wakati mwingine kuna watu wengine wanasema kwamba nimeota nimenyolewa nywele, ama mwingine anasema kabisa nimeamka asubuhi nimekuta nywele zangu zimeondolewa, na hajui afanye nini na hajui ni nini kilichotokea. Kumbe adui amechukua ili akazifanyia uharibifu. Baada ya muda unaanza kuona kuna vitu haviendi sawa, kuna mabadiliko yameanza kutokea na hauelewi nini kimetokea. Kumbe wakati unaota ile ndoto ni kitu harisi kilitendeka, ama wakati umenyolewa zile nywele ulifikiri ni kawaida tu, lakini kumbe kuna kitu kilikuwa kinachukuliwa kinaenda kufanyiwa uharibifu ili uweze kupatikana uharibifu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa sikiliza, lakini usiogope hata kama mambo hayo yametokea, kwa sababu yupo Mungu ambaye ametufunulia neno hili, na kama ametufunulia neno hili manake anataka tutumie maarifa haya kimaombi. Kwa hiyo unapojua kitu kama hicho, unapotokewa na jambo kama hilo, unapoona kwamba adui ameweza kuchukua kitu chako, amechukua nywele zako, ama unapohisi, ama hata kama hujahisi lakini unataka kuingia kwenye maombi ya namna hiyo, nenda kwanza kaite nguvu za Roho Mtakatifu ndani yako. Nenda kwanza kaichilie damu ya Yesu kwenye nywele zako, na kaite moto rao ukateketeze pale ambako adui alificha nywele zako. Kaite moto rao ukateketeze madhabahu iliyotumika kuachilia laana, kuachilia maneno ya nguvu ya giza, kuachilia nguvu yoyote iliyokwenda kukamata nywele zako na kufanya uharibifu kwenye maisha yako. Kaite moto rao ukateketeze ile madhabahu, kwa sababu ile madhabahu ndio ina nguvu ya kupitisha hiyo nguvu, hiyo uharibifu kutoka kwenye hiyo madhabahu ya uharibifu kuingia katika zile nywele. Kwa hiyo ukiangusha ile madhabahu umeangusha kila kitu. Kaangushe na wakuu wao ambao wanatumika kwenye hivyo viti vya madhabahu yao ili kuachilia huo uharibifu. Maana kuna mtu ambaye mmoja ni mkuu, inawezekana ichukua nywele yako ikapeleka kwa mganga, maana yule mganga ndio mkuu wa ile madhabahu, amesimama kwenye ile madhabahu kutamka maneno. Peleka moto kwa hiyo mganga, ashughulikiwe na malaika wa vita. Tuma malaika wa vita, malaika Mikaeli, malaika wa vita, malaika wote wa vita waende wakafanya upelelezi, wapi nywele zako zilipelekwa, wapi nywele zako zinatumika vibaya. Unapokwenda wale malaika wakashughulikie, wakakompoe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na mimi
ninakuombea leo, ikiwa adui tayari ameshafanya huo uharibifu, naita jeshi la malaika wa vita waende mashariki na magharibi, kaskazini na kusini, kwenye kila aina ya madhabahu ambayo ilichukua nywele za watoto wa Mungu ili kuwafanyia uharibifu. Au majeshi ya malaika yaingia kwenye hizo madhabahu kuangusha kila aina ya madhabahu, kuangusha na wakuu wao, kuangusha na viti vyao, kuangusha kila walichokifanya kinyume na watoto wa Mungu. Na ninaachilia damu ya Yesu kufuta maneno waliotamka kinyume na watoto wa Mungu kupitia hizo nywele. Ninafuta hayo maneno yao, ninafuta hayo maneno yao, ninafuta hayo maneno yao, ninafuta hayo maneno yao, na ninatuma silaha za Bwana zikaangusha hiyo madhabahu. Ninatuma moto wao kuangusha hiyo madhabahu, kuangusha hiyo madhabahu. Na kama kuna uharibifu uliingia ndani yako, ninaachilia damu ya Yesu ndani yako, ninaondoa huo uharibifu. Ikiwa ni magonjwa yalipitia kwenye nywele yakaingia ndani yako, ninaachilia damu ya Yesu kuondoa hayo magonjwa. Ikiwa ni umasikini uliingia ndani yako, lakini walipitia lango la nywele, ninaachilia damu ya Yesu, ninang'oa roho ya umasikini ndani yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila uharibifu, ikiwa ni mafarakano kwenye ndoa yaliingia kupitia hilo lango la nywele, ninaachilia damu ya Yesu, ninaondoa na kusambaratisha hiyo roho ya mafarakano, ninabomoa roho ya mafarakano, ninarejesha upendo, ninarejesha mshikamano, ninarejesha maelewano katika jina la Yesu, narejesha kibali katika jina la Yesu. Ikiwa ni huduma ilipigwa kupitia hizo nywele, Mungu wa majeshi, Baba, Mwana wa majeshi, Bwana wa majeshi, nenda mahara walipoweka zile nywele, wenda mahara walipozika zile nywele, nenda mahara ambako wamezifunga zile nywele. Achilia moto wa ukombozi, uzitoe kwenye hiyo madhabahu, uzitoe kwenye hilo gereza, uzitoe kwenye hilo kaburi, uzitoe kwenye hilo shimo la utelezi katika jina la Yesu. Mayante rebo shanta, mayante rebo sayando, mayante rebo sikatarababo, katika jina la Yesu. Sante Yesu, sante Yesu, sante mfalme wa wafalme, sante mtakatifu, sante Jehova, sante mtakatifu. Amini katika maombi, amini katika maombi. Pata muda wako zaidi wa kuomba, pata muda wako zaidi wa kuomba. Hakikisha unajikomboa kikweli kweli, hakikisha unakomboa nywele zako. Lakini pia kama unahisi lilitumika lango la miguu, nyayo zako, pahala ambako uliwahi kukanyaga wakachukua ule mchanga, hivyo hivyo jikomboe kama tulivyoona katika ile sehemu ya kwanza ya somo hili. Lakini pia kama ilitumika picha, unahisi picha yako ndio ilitumika, jikomboe kwa maombi kama tulivyoona kwenye ile sehemu ya pili. Hii ni sehemu ya tatu. Mungu akipenda tutakutana tena majira mengine, na inawezekana likawa somo lingine ama muendelezo wa somo hili, vile Roho atakavyopenda. Tutakutana tena mahali hapa ili tuweze kupeana mawili matatu. Ninakukumbusha tu, usisahau kusubscribe, usisahau kusubscribe akaunti yangu ya Jovin Mwingira pale YouTube ndipo masomo haya yanapatikana kwa wingi zaidi. Pale YouTube ndipo masomo kama haya yanapatikana zaidi. Na akaunti ile ya YouTube inaitwa, ile channel ya YouTube inaitwa Jovin Mwingira. Nenda kaandike pale Jovin Mwingira, itakuja ile channel na utaona pale masomo mbalimbali ikiwemo pamoja na somo hili. Ikiwa wewe umeangalia nafasi sehemu hii ya tatu, rudi nyuma, tafuta sehemu ya pili, tafuta na sehemu ya kwanza pia uweze uangalie. Lakini kuna masomo mengine mazuri pale ambayo yanaweza kukubariki. Tembelea pale kwenye account yangu, kwenye channel yangu ya Jovin Mwingira pale YouTube. Lakini pia nifate kule kwenye page ya Facebook, pia naitwa Jovin Mwingira Facebook. Pia kuna baadhi ya masomo ambayo unaweza kuyakuta pale Facebook. Lakini pia nifate Instagram pale utanikuta kwa jina la Mwingira_Jovin. Pale pia kuna masomo ambayo kadhaa unaweza kuyakuta pale. Nifate pia TikTok kule pia natumia jina la Jovin Mwingira. Pale pia unaweza kukutana na masomo kadhaa ambayo yatakubariki, ambayo yatakufungua, ambayo yatakufanya uwe huru. Lakini zaidi kuna namba za simu ambazo unaweza ukanipigia, ukanishirikisha mawili matatu, tukaomba pamoja ama tukafundishana mawili matatu. Ama kama unataka kufika kwenye huduma yetu inaitwa House of Prayer Center. Tunapatikana Tabata Sigara. Tunapatikana Tabata Sigara. Unashuka kituo cha Barakuda. Ukishuka kituo cha Barakuda unakuja unapandisha, kama unakwenda Chang'ombe, kama unakwenda Tabata Chang'ombe, kuna kona ya kwanza, mtaa wa Kitas ama Kilimanjaro. Uwapo Kitas ukiingia, unaenda moja kwa moja mpaka mwisho wa hiyo njia inakata, utakutana na njia panda inakwenda kulia na kushoto. Wewe chukua ya upande wa kushoto, na mbele kidogo utaona kanisa limezungushiwa bati
bati za blue, limezungushwa bati za blue. Ukishindwa kabisa kufika, ukishindwa kupata hiyo direction vizuri, shuka pale Barakuda, tupigie simu na tutakufahamisha zaidi na tutakuwezesha kuweza kufika kwa urahisi zaidi. Namba za simu zipo kwenye screen yako hapo, unaweza kuchukua na kuwasiliana nasi. Karibu sana kwenye huduma hii, lakini pia endelea kufuatilia vipindi vyetu hapa YouTube, endelea kufuatilia vipindi vyetu kule Facebook, Instagram na TikTok. Shalom, shalom.